Sasa ikumbukwe mara ya mwisho kuposti video ya hili eneo nilikuelekeza kwamba video inayofuata itaonyesha kazi ya setting baada ya zege kukamilika. Sasa ndio hapa nipo kutekeleza ahadi. Hii unayoona limetandikwa hapo ni DPC. Nadhani ili siwezi kulielezea kwa kirefu sana kwa sababu nimeshalifundisha mara nyingi. Nimefundisha mara nyingi sana matumizi ya DPC au karatasi la kutandika chini. Hii ni site ya Ununio iliyopo Bunju Ununio, wilaya ya Kinondoni katika jiji la Dar es Salaam. Sasa baada ya zege kuwa tumemaliza jamvi la msingi kuwa limekamilika lote, hatua iliyofuata hapo ni kuanza kujenga boma. Kabla ya kuanza kujenga boma, nikumbukwe lazima unaendelea na kazi ya kumwagilia. Kwa hiyo kwa sababu zege ilikuwa linatakiwa limwagiwe siku 7, kisha ujenzi wa tofali kuinua boma lenyewe uanze, lakini kutokana na sisi kuwa na haraka haikuwa hivyo. Tulikuwa tukimwagilia asubuhi na jioni huku ujenzi ukiendelea. Asubuhi kabla tujaanza ujenzi tunahakikisha maji tumemwaga ya kutosha, kisha tunaendelea na ujenzi. Kifika jioni tena tunamwagilia. Kwa hiyo linakomaa huku ujenzi unaendelea. Kwa hiyo hapo ni settings ya nyumba niliyokuonyesha hapo mwanzo. Hii setting nilishafundisha vizuri kabisa kwamba ni vizuri kabla ya kuanza kuinua nyumba yako ukaseti tofali moja moja nyumba yote, nyumba nzima, ili hata kama kuna sehemu unahitaji kufanya marekebisho, mabadiliko ya ramani madogo madogo, unaweza kuyatambua mapema kuliko unakuja kuona nyumba imeisha ndio unaanza kupiga mahesabu, hapa ningebadilisha, hapa ningeweka hivi, hapa ningeweka vile, choo kingekuwa hapa. Lakini ukiyafanya setting ya moja kwa moja kama hii mwanzo mwisho kabla hujaanza kuinua nyumba yako, basi ni rahisi kupitia kisha tulia kwamba hapa nibadilishe mlango, nitoe hapa, niweke pale, niongeze hiki, nipunguze hiki mapema kabisa, ili kuepukana na ile adha ya kwanza kubomoa. Hii ni kwa sababu hata kunapokuwa tunaiplan ramani, ile michoro kwenye makaratasi, huwa tuna plan vizuri, lakini kuna wakati vitu vingine vidogo vidogo mtu huwa anapenda kuvibadilisha. Kwa hiyo kwenye hii hatua ndio hatua nzuri ya kubadilishia. Kwa hiyo tulivyomimina zege jamvi hivyo kamilika, hatua iliyofuata ni hiyo unayoendelea kuiona ya setting. Na unaona mafundi hapo wakiwa wanaendelea na kazi. Umetoka naiona tukiwa mwanzoni kabisa, tukiwa tunaanza kuuza tofali za mwanzo, na mpaka sasa tunavyoendelea kuiona tunakaribia kumaliza. Na nitakuonyesha mpaka kazi kabisa inavyokuwa imeisha, mpaka kazi yote inavyokuwa imekamilika. Unapoendelea kuangalia nadhani wewe mwenyewe unaendelea kuyaona mabadiliko. Ilikuwa ni kazi ya kutwa nzima, kazi ya siku nzima. Na kwenye hatua kama hii huwa hahitaji kuwe na mafundi wengi, kitu ambacho wengine wakijui. Hatua ya setting kama hii huwa kuhitaji kuwe na mafundi wengi. Unakuwa na mafundi wachache. Kwa mfano kama hapo tulikuwa mafundi 4. Hapa mara nyingi unaona watu 3. Na ambaye humuoni ndio mwenye sauti hii unayosikia, cameraman. Ndiye ambaye humuoni hapo. Kwa hiyo jopo ya timu ya watu 4 ndio tulipoweza kushughulikia hiyo kazi ya setting yote kuhakikisha inakamilika. Na kama mnavyoona hapo tulikuwa tumesha ikamilisha. Kwa hiyo hapa siku inayofuata tunaweza kujaza mafundi wengi unavyohitaji kwa sababu kazi ya setting yote imekamilika. Hatua inayofuata hapo inakuwa ni moja tu, ni kujenga tu. Kwa sababu vipimo vingine vyote vinakuwa vimekamilika. Kwa hata kama mnavyoweza kuendelea kuiona hapo tumesha maliza kazi yote ya setting. Kwa najaribu kuzunguka tu ili uweze kuiona yote kiundani zaidi, lakini mpaka hapo tulikuwa kazi ya setting tumekamilisha na ramani yetu tunayohitaji tumeipata. Vile vitu vya kubadilisha, vyombo vya kurekebisha tulikuwa tumeshavirekebisha na tukaweza kufuata mchoro uliopo kwa 100% kwa sababu kidogo kuna vitu tuliona tuna uwezo wa kubadilisha. Kwa mfano hapo kulikuwa kuna chumba hapo kimepita sijaonyesha. Kuna chumba cha watoto wa kike tuliamua kuongezea kiwe na choo chake. Choo cha public kiwe kimoja. Kwa hiyo kuna master bedroom, choo cha kike kilikuwa kina choo chake ndani ya chumba, na wanaume ndio watatoka nje, na pia kukaa kuna choo cha public ndani ya hiyo nyumba. Ni mabadiliko ambayo yaliongezeka ndani ya hiyo nyumba, hayakuepo hapo awali. Hivyo basi ni muhimu sana uweze kuzingatia hizi elimu unazoendelea kuzitoa na kuzifundisha, lakini pia ukifanya haya na kuyazingatia haya unapokuwa unajenga nyumba yako hutaweza kupata changamoto kubwa, kwa sababu tayari
elimu utakuwa nayo, elimu yote utakuwa nayo. Kwa hayo hapo kama ninavyokuonyesha kila kitu setting imesha kamilika. Na katika kukamilika, kwa sababu tumekamilisha, kukawa kuna udongo kidogo umebakia. Kwa hiyo sasa hapa mimi mwenyewe cameraman ndio nilionekana hapa ndio mimi hapa nilikuwa nikimalizia kukazia katika udongo uliokuwa kamebakia kwenye ndoo wakati tutatumia setting. Kwa hiyo mchango unaoona hapo pembeni ulikuwa hauna cement, tumeandaa emergency tokeo umeisha, basi tuchanganye. Naam, na ukitaka kuwasiliana na mimi ni namba hizo unazoweza kuendelea kuziona, utanipigia kwa njia ya simu ya kawaida na hata njia ya WhatsApp. Pia tembelea kwenye mitandao yangu yote ya kijamii ambayo unaweza kuendelea kuiona ili tuweze kuendelea kufanya kazi kwa uzuri na pamoja. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi za Jenga la Mjenzi wa Nyumba TZD. Tunachora ramani za nyumba aina zote, tunajenga nyumba aina zote, tunapaua nyumba aina zote, tunapiga plaster, tunajenga marumaru, tunafunga gypsum board na kupaka rangi. Pia tunatoa elimu ya ujenzi wa nyumba kwenye mtandao wa YouTube, search Mjenzi wa Nyumba TZD au simu namba 0712 937090, WhatsApp namba 0765 937090. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora.